Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Wafalme wa pili sura ya 7 aya ya 6. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana, kwa maana unatenga muda wako kufuatilia mafundisho yetu kwenye chaneli ya Mikono ya Kristo hapa YouTube na hata kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Lakini pia tunayo chaneli yetu ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki. Leo nimekuletea somo hili ambalo linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wewe unaweza ukasoma kuanzia ile aya ya 7 sura ya 3 mpaka sura ya 8 mpaka sura ya 8. Na somo hili linasema hivi: huwezi kumuona Mungu kabla ya kuanza hatua. Watu wengi wamekuwa wakitamani sana kuona Mungu akiwatendea jambo fulani. Wanatamani kumuona Mungu. Wanatamani Mungu awatendee mambo makubwa. Wanatamani mambo makubwa yatokee. Wanaomba na kufunga, lakini haya mambo wao wanaona hayatokei. Kumbe Mungu inawezekana amesha kujibu. Inawezekana ameshatuma jeshi lake kubwa. Inawezekana kabisa amekuletea msaada, lakini wewe hautaki kuchukua hatua. Hautaki kuchukua hatua. Namna Mungu anavyomsaidia mtu ama anavyotaka kukusaidia, Mungu mara nyingi huwa anatumia njia ambayo ni ya kibinadamu zaidi. Yaani unapoomba msaada wa Mungu, Mungu anakuletea msaada kupitia njia ya kibinadamu. Kwa mfano, una njaa, Mungu anakuletea msaada kwa njia ya kibinadamu. Hata ushusha mana kama ilivyoshuka enzi ile ya Waisraeli kule jangwani. Hata waleta kware kama alivyowapelekea Waisraeli enzi ile wakiwa kule jangwani. Wakiwa kule jangwani baada ya kutoka utumwani Misri. Leo hii Mungu anaachilia msaada kupitia watu. Mungu anaachilia msaada kupitia wewe mwenyewe. Mungu anaachilia msaada baada ya wewe kuanza kuchukua hatua. Inawezekana bado hujanielewa. Ninamaanisha hivi: usipoanza hatua, Mungu hawezi kumuona. Wewe unataka kuwa na shamba ambalo lina mavuno mazuri. Unataka kuwa na shamba ambalo linazaa sana. Unataka kuwa na shamba ambalo utavuna mavuno ambayo wewe umekadiria kuyavuna ama kusudia kuyavuna ama unataka kuyavuna. Sasa nikuulize swali: kama haujanunua shamba, kama hujaenda kupanda mbegu hapo shambani, kama hujapalilia shamba lako, kama hujaweka mbolea kwenye shamba lako, hayo mavuno unataka uyapateje? Hapa ndipo watu wengi wanapopata changamoto. Wewe una biashara. Una biashara, si ndio? Una biashara yako, iko mjini, iko mahali kokote, una duka, biashara yote unayo. Una bidhaa za kutosha kwenye biashara yako. Ziko dukani, lakini wewe mwenyewe duka unafungua muda unaotaka wewe. Alafu vile vile biashara zako hautangazi vya kutosha kwamba nina biashara 1, 2, 3 ili Mungu akuinulie watu. Unapoomba Mungu aifanye biashara yako iwe kubwa, manake utakapotangaza Mungu atainua watu waone biashara yako, waone matangazo yako, alafu wakupigie simu baada ya kuona matangazo yako. Biashara unayo, bidhaa unazo nzuri, bora kabisa, zinakidhi na zinafaa. Lakini je, watu wanajua kuhusu biashara yako?
Ama unataka kusema Mungu asikii kilio chako? Anasikia. Hauchukui hatua ambayo ile inatakiwa kuchukuliwa ili biashara yako ikue. Hii ndio msingi wa somo hili. Sasa leo nikataka nikupeleke kwa watu wanaitwa wakoma. Wale wakoma ambao mnasikia kishindo cha wakoma. Mmeshasikiaga na kuna wimbo unaimbwa kishindo cha wakoma. Mimi nimeshawahi kusikia. Lakini naamini watu wengi sana wanasikiza tu kishindo cha wakoma. Pengine haujui historia ilikuwa nini. Ndipo nataka kukueleza historia ya kishindo cha wakoma. Mji wa Samaria ulikuwa na njaa. Uliingiwa njaa baada ya kuzungukwa na jeshi la Washami. Waliuteka ule mji, wakauzunguka, wale watu mle ndani wakawa hawawezi kutoka. Ule mji ulikuwa na njaa kiasi cha kwamba walianza kula nyama za watoto wao. Njaa ilikuwa kali. Walianza kula mavi, wanauziana mavi ya njiwa. Mtu anauziwa mavi ya njiwa. Kichwa cha punda ambacho hakikuwa na thamani kilikuwa kinauzwa kwa bei juu. Ilikuwa ni ishara ya kwamba njaa ilikuwa kali. Njaa ilikuwa kali. Tufanyeje? Tutatokaje hapa na tumezingirwa na jeshi la Washami? Washami ni jeshi ambalo lilikuwa lina nguvu sana. Tunafanyeje mahali hapa? Lakini wakoma wakapata imani ya kuchukua hatua kwenda kwenye jeshi la Washami. Waenda kwenye jeshi la Washami kwa ajili ya kwenda kuomba nini? Chakula. Wakoma wanachukua hatua sasa, bwana, twende tu kwenye jeshi la Washami. Tukikaa huku kwenye njaa tutakufa. Tukienda kwenye jeshi la Washami, wakitupokea, wakitusitiri hatutakufa. Lakini wakitaka kutuua tutakufa. Kwa hiyo ni heri twende tukapate bahati nasibu ya kwenye jeshi la Washami, pengine tutapata chakula. Kuliko tukae kwenye njaa. Matokeo ya njaa ni kifo, kwa sababu tayari wale watu walianza kula nyama za watoto wao. Ni njaa iliyokuwa imekithiri, haikuwa njaa ya mchezo. Maana mpaka nafikia tu sasa mnaanza kula watoto. Ilikuwa sio jambo la kawaida, ilikuwa ni jambo zito, ilikuwa ni njaa kubwa sana. Kwa hiyo wakoma wakaamua kuchukua hatua kuelekea kwenye kambi ya nani? Ya Washami. Nini kikatokea? Kilichotokea, Mungu akabadilisha kishindo cha nyayo za wakoma kuwa kishindo cha magari ya vita. Hii ukisoma kwenye Biblia yako, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 aya ya 3 mpaka ya 8. Mimi nimekusomea aya ya 6 peke yake. Aya ya 6 ambayo nimekusomea hapo mwanzoni kabisa ya kwamba kuna kitu kilitendeka wakati wakoma walipokuwa wanachukua hatua. Na inasema, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi. Wakati wakoma wameamua kwenda sasa, wanasema ngoja twende, ngoja nijaribu, ngoja nifanye. Wakati wakoma wameamua kufanya kitu cha namna hiyo, Mungu anageuza nyayo zao zinakuwa sasa ni kishindo cha magari ya vita, kishindo cha farasi. Wale Washami wakaogopa, wakaona kwamba sasa hapa tumekodiwa jeshi, tunakuja kuuawa. Tumekodiwa jeshi, tunakuja kuuawa. Kwa sababu akasema, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo akajua majeshi yaliyokodiwa ni majeshi makubwa. Kwa hiyo kama majeshi makubwa yamekodiwa hapa, tutauawa. Lakini sio kwa habari ya majeshi makubwa, ni kwa habari ya Bwana wa majeshi ambaye ameketi katika kiti chake cha enzi, akasikia na kuona maamuzi ya wakoma. Wakoma wamewako na kuomba chakula, na Bwana akasema, nitawainua hapo hapo. Mtakwenda kama vile gari la vita, mtakwenda kama vile farasi wa vita, mtakwenda kama vile jeshi lenye nguvu. Lakini walikuwa ni wakoma wanne tu, na Washami wote wakakimbia. Yani jeshi zima na hema nzima wakakimbia. Kwa nini? Ni kwa sababu wakoma waliamua kuchukua hatua. Na ndio somo linasema, huwezi kumuona Mungu kabla ya kuchukua hatua. Ili ufanikiwe kwenye jambo lote, Mungu anakutaka kwanza uanze kupiga hatua. Una nini? Musa anataka kuvua kwenye bahari ya Shamu. Mungu anamuuliza Musa, una nini? Nda fimbo. Nyosha fimbo yako. Chukua hatua. Musa alianza kushangaa, hapa inafanyaje hapa? Tunavukaje? Mungu anamwambia nyosha fimbo yako.
una nini ambayo Mungu anaweza kukuinulia nguvu kupitia hiko ulicho nacho? Unalo duka, lakini duka unalo lina bidhaa ndani yake, watu hawajui. Haujachukua hatua ya kwamba sasa ngoja nitangaze biashara yangu alafu nione kama watu watakuja. Unaomba Mungu, lakini chukua hatua. Unalo shamba, unajua lazima magugu yang'olewe. Wewe unataka shamba listawi kabla magugu ya kung'olewa, kitu ambacho hakiwezekani. Chukua hatua. Ninalo shamba, nimepanda mazao yangu, nina mahindi, nina mpunga, nina maharagwe na vitu vingine nimepanda, nimepalilia, ninatia na mbolea. Bwana nisaidie. Alafu mtazame Mungu anataka kuinua nini katika shamba lako. Mtakuwa mmepanda watu 20 na mmefanya vile vile process zile na mbegu pengine inafanana. Mmepalilia wote kwa pamoja, alafu shamba lako linastawi kuliko watu wengine. Manake Mungu ameinua kitu kwa sababu umemtegemea yeye. Amekuinulia kitu fulani, mikono yako akaipa baraka, mikono yako akaipa nguvu, mikono yako akiwekea heri ya kutosha. Kila ulipogusa baraka ya Mungu ilikuwa mahali hapo. Unapopanda mbegu, Mungu anakuwa pamoja nawe. Unapomwagilia mbolea, Mungu alikuwa pamoja nawe. Unapopulizia dawa, Mungu yuko pamoja nawe. Mazao yako yanastawi. Ndio nashangaa mnafanya process watu wengi, unayefanikiwa ni peke yako. Mungu anataka kuonesha kwamba unafanikiwa sio kwa sababu ya process uliyofanya, kwa sababu ulichukua hatua hiyo ukimwamini Mungu. Hii inawatesa watu wengi sana, hata kwenye maombi, hata kwenye kumtafuta Mungu. Mtu anaogopa kuomba, yuko nyumbani kwake, nyumba ya kupanga, anaogopa kuomba, labda nitafukuzwa. Kumbe hatima yako ipo kwenye maombi. Chukua hatua, Mungu akutetee. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kama uchukui hatua, Mungu afanyi chochote kile. Wakina Danieli walivyoteswa, walivyotoka kutoka kuuawa, Mungu aliwatetea kwa sababu walikubali kuteseka. Walipotubu kwenye mateso, hawakufa. Walikubali kwenda, wakasema tunaye Mungu. Tunachukua hatua ya kwamba Mungu yupo, wala hatuna wasiwasi. Hatua ndio hiyo. Wakamuona malaika. Huwezi kumuona malaika kama haujachukua hatua. Ili muone malaika anakuja kwenye wakati mgumu. Malaika anakuja kwenye wakati ambao una uhitaji. Wewe bado hujaonesha kama una uhitaji. Usitegemee kwamba utauona uso wa Mungu. Lazima uoneshe uhitaji wako ili uone uso wa Mungu. Hata kwenye kuomba, ukiomba lezi, Mungu anakuambia wewe una shida. Hauna shida. Ukiwa na shida, nitasikia maombi yako. Yaani sitopata tabu, nitasikia maombi yako kwamba huyu anayo shida. Yupo mtu fulani wakati fulani aliwahi kuniambia kitu ambacho kilikuwa kina maana sana. Siku nyingi sana. Miaka mingi imepita. Huyu jamaa anaitwa Ismail. Alikuwa rafiki yangu sana. Siku moja nikamwambia, bwana, kaka nina shida. Ila nitakutafuta. Nina shida kweli ndugu yangu, nitakutafuta. Akaniambia, wewe rafiki yangu hauna shida. Mimi nikamuuliza kwa nini unasema sina shida? Akaniambia, wewe ungekuwa na shida, yaani mimi saa 12 ile naamka nyumbani kwangu, nafungua mlango ningekukuta mlangoni. Yaani ningefungua mlango, ningekukuta, nisingeshangaa. Ningekwambia tu kaa chini, una shida gani? Tayari ningejua wewe una shida. Kitu ambacho kiangalia kinaleta maana kubwa sana. Mtu mwingine, mjomba wangu mmoja akawahi kuniambia, mtu mwenye shida hawezi kuchukua simu yake akakuflash ama akabipu tu akakata. Huyu ana shida, kwa sababu mjomba alikuwa na tabia kwamba simu za namna hiyo huaga apigi. Nilimuuliza kwa nini, akaniambia huyu ana shida. Huyu angekuwa na shida hata message mimi ningekuta. Hao watu walikuwa wanataka kumaanisha nini? Walitaka kumaanisha ya kwamba mtu yoyote mwenye shida lazima atakuwa makini na shida yake. Unapomlilia Mungu, chozi lako Mungu ataliona. Kilio chako Mungu atakisikia, kwa sababu hautomlilia Mungu kwa mzaha. Utamlilia Mungu kwa jasho na damu. Yaani wewe leo shetani kafunga ndoa yako, hauolewi. Yaani wewe hatima yako ilishashikwa siku nyingi. Hatima yako ilishaibiwa siku nyingi. Halafu unaambiwa hapa swala ni kuomba. Sawa? Ili kuvunja hiyo hazina ambayo shetani amekamata, amefungia hazina yako. Kuvunja hilo lango, kuvunja hiyo misingi na kuvunja hiyo ngome. Hapa tunatakiwa kufanya nini? Kuomba. Unataka uombe kile mama wakati ndoa yako imeshikiliwa. Uzao wako umeshikiliwa. Uchumi wako umeshikiliwa. Yaani unafikiri watu ni maskini kwa sababu Mungu hajawabariki. Ni kwa sababu uchumi umefanya nini? Umeshikiliwa. Sasa unatakiwa uombe mpaka Mungu aseme huyu kweli anayo shida. Hapo ndipo naomba chukua hatua. Ndio maana Mungu linasema
mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Lakini kuna neno linasema wamtafutao Bwana kwa bidii, wamtafutao Mungu kwa bidii watauona uso wake. Nini imeandikwa pale? Bidii, bidii. Kwa hiyo huwezi kumuona Mungu kama hujachukua hatua, lakini sio tu hatua moja, hatua ambayo Mungu mwenyewe atasema huyu ameamua kuchukua hatua kweli, anayo shida. Yaani Mungu atasikia sala yako, Mungu atasikia sala yako. Yuko mtu mwingine, huyu nisingependa kumtaja vizuri, ila tutoe mfano wa juu. Alikuwa ana ndugu yake anaumwa. Alikuwa ndugu yake anaumwa na alimuuguza kwa muda mrefu. Akajiuliza nini kimetokea? Mbona huyu namuuguza? Ugonjwa mbona ueleweki? Yaani kwa nini? Anakwambia siku moja nikiwa naenda hospitali, nikarudi na mgonjwa wangu. Nililia. Yaani nililia njia nzima, nilikuwa nalia njia nzima. Yaani kila mtu alikuwa ananiona nikiwa nalia. Sio masiala. Yaani kila nakopita yule analia nini? Yaani nalia ndani yangu kwa uchungu. Hiki ni nini? Uchungu umenikaba. Ni nini hiki? Ni nini hiki? Mungu, ni nini hiki? Bwana nisaidie. Sikiliza, unajua unalia njiani, kila mtu anakuangalia wewe unalia nini? Nimefika, anasema amefika nyumbani. Alipofika nyumbani, akamweka mgonjwa wake, akaenda jikoni kuandaa chakula, akasikia harufu mbaya imeingia ndani ya nyumba. Kutoka akamkuta ule mgonjwa amejisaidia kitu fulani kama uzi. Kile kitu kilipokuwa kimetoka, ndipo yule mgonjwa alipopata nafuu na hakuugua tena, akapona. Mgonjwa ambaye aliumwa kwa muda mrefu, alikonda kiasi kwamba walisema huyu ni wa leo wa kesho. Lakini ndugu yule tunamuona kilio chake cha njia nzima, kwamba Mungu, hii inateseka kwa sababu gani na kwa nini? Nimekosa nini? Nimekosea wapi? Mungu alisikia kilio chake. Unafikiri kulia njia nzima watu wanakuangalia ni mchezo? Wewe unaambiwa uombe, unaleta ubrazamen. Unaambiwa uombe, unaleta usistadu. Jamani, tukeshe kuomba. Haya ni maombi ya vita. Tunakwenda kukomboa uchumi. Tusimame kwenye maombi kweli kweli. Wewe unaomba kimchezo. Haiwezi kutokea. Huwezi kuona uso wa Mungu kabla hujachukua hatua stahiki. Sasa kwa faida yako nitakuomba ukasome hiyo Wafalme wa Pili sura ya 7 aya 3 mpaka ya 8. Tunapofundisha hapa sio kila kitu ni kumeng'enyeluye tu, kila kitu ni kimeng'enye, hapana. Chukua Biblia yako, soma Wafalme wa Pili sura ya 7. Ikiwezekana soma sura ya 7 yote. Wakati mimi nakufundisha kwa habari ya wakoma, wewe utajifunza kwa habari ya kitu kingine. Utaona Mungu anataka ufanye nini. Tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Tunakupa maarifa ili upate kujifunza, kuelewa, kuwa imara katika maarifa ya kumtafuta Mungu. Usizembee. Hakuna kitu ambacho ni rahisi. Hakuna. Chukua hatua, lakini unachukua hatua ambayo ni madhubuti. Ukichukua hatua madhubuti utafanikiwa. Sasa unaweza kujiuliza, mkoma ni nani? Mkoma ni mtu ambaye anaugua, alikuwa na ukoma. Mkoma ni mtu ambaye ana uhitaji. Mkoma ni mtu ambaye japokuwa alikuwa anataka chakula, ukiambiwa mtu ana ukoma, tayari huyo ni mhitaji. Sasa mhitaji ni nani? Ni wewe na mimi. Wewe unahitaji nini? Una shida gani mbele ya Mungu? Nenda sema, mimi nataka nitembee kama wakoma walivyotembea. Uzazi upatikane, ndoa ipatikane, elimu ipatikane, nipate baraka zangu ambao zimeibiwa. Mungu nisaidie kwa sababu nimetekwa, naona maisha hayaendi. Mimi ndio mkoma Baba, nakuja mbele zako Mungu, natafuta uhuru wangu ambao Mungu umeijalia. Nenda kama mkoma mbele ya Mungu. Alafu Mungu atakuinulia watu sahihi, ikiwemo na mafundisho kama haya. Nimefundisha sahihi kwa ajili yako. Mimi naamini yuko mmoja, wawili, watatu, wanne, watano familia wanaona kwamba ninachokisema kinawagusa. Maana yake neno limekumulikia wewe. Ni kama mkoma walipopata wazo la kwenda kwa Washami kwenye kambi yao bila kuogopa na wakafanikiwa. Uoga ni chanzo cha kifo, na Mungu hataki watu waoga. Mungu hataki watu waoga. Sasa Washami ni nani? Washami ni sawasawa na watu ambao wana uwezo wa kukusaidia, lakini wewe unaogopa.
Ndio washami. Unaweza kuona kama adui zako, kumbe kuna sehemu tu ukigusa wanakuwa sio adui zako tena, wanaweza kukusaidia. Sio lazima ukukimbie. Unaweza ukaenda ukasema basi wewe tukusaidie bwana. Wakakusaidia. Kuna kitu kimefichwa kwa adui zako. Ndio maana neno linasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa nini Mungu alisema wafyekeni adui zenu? Wapendeni adui zenu. Maana yake inawezekana kabisa kuna jambo limejificha kwa maadui zako. Hata wakoma wangeogopa maadui, ingekuwaje? Wasingefanikiwa, wangekufa na njaa. Lakini kitendo cha kusema wacha twende, wakitupokea sawa, wakitukataa sawa. Chukua uthubutu wa kusema. Upo kazini kwako, unaona kuna jambo unataka kumwambia bosi wako, wewe unaogopa. Bosi nitamwambiaje? Kumbe ukimwambia unaokoa ofisi nzima kwa neno lako tu. Nenda kwa heshima na ustaarabu. Bosi, nimekuja bwana, kuna 1 2 3 4 5, nimeona nikushirikishe. Utashangaa kuna vitu vinabadilika. Mungu ameweka hatima ndani yako, wewe hutaki kusema. Jahazi linazama, wewe ndio unaweza kulisababisha jahazi lisizame. Na unajua unawiwa ndani yako kusema, unaogopa. Wakoma wakaogopa, wakaenda wakakomboa Samaria nzima, na watu wakapata chakula, maisha yakaendelea. Mungu akubariki sana kwa kuwa unafuatilia mafundisho haya. Mungu akubariki kwa neema na fadhili zake kubwa kabisa. Na ninakusii endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao mingine ya kijamii kama nilivyotaja hapo mwanzo, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, lakini tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Share kwa wengine mafundisho haya wapate baraka. Lakini inawezekana una jambo, ziko namba za simu hapo, unaweza ukatupigia tukawasiliana. Mliopo nje ya nchi, iko namba ya WhatsApp hapo. Anza kwa kuweka +255, ingia kwenye WhatsApp, save Mikono ya Kristo kwenye contact zako. Alafu ukiingia kwenye WhatsApp utaona kuna namba ina WhatsApp hapo. Unaweza ukatutumia hata voice note. Wakati mwingine kupiga ni gharama sana nchi nyingine, basi wewe tuma voice note. Kwa namna yote wewe utakayoona inafaa kuwasiliana, tumia fursa hiyo kuwasiliana na sisi. Na sisi tutakusaidia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza kukusaidia. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.